Tuangazie taarifa nyingine. Timu ya Kakamega Homeboyz imepata pigo baada ya beki wao Silas Abungana kufariki dunia usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega kufuatia majeraha ya kichwani. Familia ya marehemu imedai kuwa Abungana alishambuliwa na ndugu yake mdogo mwenye umri wa miaka 21, Denmark Muchiti, kufuatia mzozo wa kinyumbani uliodaiwa kuhusisha mke wa marehemu. Akithibitisha tukio hili, kamanda wa polisi wa Shinyalu Daniel Mukumbu alisema mshukiwa alitoroka eneo la tukio na msako umeanzishwa. Mwenyekiti wa Kakamega Homeboyz Cleophas Shimanyula pamoja na shabiki sugu wa timu hiyo Collins Lumumba wamemwomboleza Silas na kutaja kifo hicho kuwa pigo kubwa kwa kilabu hicho. Silas alikuwa leader kwa sababu gani? Hata ukiangalia katika mitandao ndiye alikuwa mmoja ambaye alikuwa anahakikisha ameweza kueleza vijana wenzake kwamba tuhakikishe kama tumepata hii kazi, tuichape hii kazi kwa roho moja. Tena alikuwa mmoja wale ambao alikuwa na advice pia wale wachezaji. Alikuwa kijana mdogo miaka 27. Tumepata pigo kubwa, na mimi ningependelea kabisa kama inawezekana serikali pia tusaidie, tushike huyo kijana aliyefanya kitendo, pamoja pia wazazi wake waojiwe vizuri, kwa sababu kuna kitu ambayo wanatuficha. Na kitu na story inakuja mingi, mara ni mambo ya shamba, mara leo mwanamke ambaye wako wanataka. Kwa sababu kimwangalia amekuwa first 11, mechi ya mwisho ya Mara Sugar Silas alicheza na amekuwa kivisiwa na timu ya taifa. Kwa hivyo ni taifa limepoteza, mashabiki wote tunaomboleza. Hiyo kijana anaitwa Silas akapigwa kichwa na ndugu yake, akapasuka kichwa na akapelekwa hospitali, na kufika mwendo wa saa 9 hivi nikaambiwa ni kama amefariki. Lakini baadhi ya family members isipokuwa tunaambiwa kijana yule mwenye alimpiga alitoroka.